Natumaini umeamka salama mtazamaji wa Zone Media, ni kukaribishe tujuzane yote ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amempongeza Rais wa Marekani Donald Trump kufuatia operesheni ya kijeshi ya Marekani iliyomkamata Rais wa Venezuela Nicolas Maduro, tukio lililosababisha mshtuko mkubwa katika siasa za kimataifa. Kwa mujibu wa taarifa iliyosambazwa na akaunti inayohusishwa na majeshi ya Iran pamoja na vyanzo mbalimbali vya kimataifa, Netanyahu alimpongeza Trump kwa kile alichokiita uongozi wa kihistoria na wa ujasiri na wenye maamuzi makubwa kwa niaba ya uhuru na haki. Katika ujumbe huo, Netanyahu alinukuliwa akisema, "Hongera Rais Trump kwa uongozi wako wa kishujaa na wa kihistoria kwa niaba ya uhuru na haki. Ninasalimu dhamira yako thabiti na hatua bora ya askari wako jasiri." Pongezi hizo zimekuja wakati ambapo jumuiya ya kimataifa inaendelea kugawanyika vikali kuhusu hatua ya Marekani ya kumchukua Maduro kwa nguvu kutoka mji mkuu wa Venezuela Caracas na kumpeleka nchini Marekani kwa kile kinachoelezwa kuwa ni mashtaka yanayohusiana na uhalifu wa kimataifa. Hatua hiyo ya Marekani imekosolewa vikali na baadhi ya mataifa yakidai kuwa imekiuka sheria za kimataifa na mamlaka ya Umoja wa Mataifa, huku mataifa mengine yakiiona kama ushindi dhidi ya kile wanachokiita utawala wa kidikteta nchini Venezuela. Kauli ya Netanyahu inaonyesha wazi msimamo wa Israel kuunga mkono Marekani na imezidisha mjadala wa kimataifa kuhusu matumizi ya nguvu za kijeshi katika kushughulikia migogoro ya kisiasa ya mataifa huru. Wakati huo huo, Venezuela na washirika wake wameendelea kulaani tukio hilo, wakilitaja kama utekaji nyara wa rais halali, jambo linalotishia kuongeza mvutano wa kisiasa na kijeshi duniani. Hatua ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kumpa pongezi rais wa Marekani Donald Trump baada ya kukamatwa kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro inafungua kurasa mpya wa mvutano wa kisiasa duniani. Kwanza, pongezi hizo zinaonyesha wazi mshikamano wa kisiasa na kijeshi kati ya Israel na Marekani, hasa katika kipindi ambacho Marekani inazidi kutumia nguvu za kijeshi kushughulikia tawala inazoziona kuwa ni tishio kwa maslahi yake. Kauli ya Netanyahu haikuwa ya kawaida, bali ilikuwa ya kuhalalisha matumizi ya nguvu za kijeshi dhidi ya kiongozi wa taifa huru. Lakini pili, tukio hili linazua maswali mazito kuhusu sheria za kimataifa. Kwa mujibu wa sheria za Umoja wa Mataifa, kukamatwa kwa rais aliyeko madarakani bila idhini ya kimataifa au hata ya kimahakama ya kimataifa kunaweza kutafsiriwa kama ukiukwaji wa uhuru wa taifa. Hii ndiyo sababu baadhi ya mataifa, hususan washirika wa Venezuela kama Iran, China na Urusi, wameeleza wasiwasi mkubwa. Tatu, pongezi za Netanyahu pia zinaweza kuonekana kama jaribio la kupindisha mjadala wa kimataifa, hasa ikizingatiwa kuwa Israel yenyewe inakabiliwa na shinikizo kubwa la kimataifa na masuala ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Kwa muktadha huu, hatua ya Trump inaonekana kupewa sura ya uongozi wa kishujaa badala ya kuhojiwa kisheria. Lakini tukio hili linatuma ujumbe kwa dunia kwamba mataifa yenye nguvu yanaweza kuchukua hatua kali nje ya mipaka yao bila hofu kubwa na adhabu za kimataifa. Hali hii inaweza kuchochea machafuko mapya ya kisiasa, hata migogoro ya kijeshi, endapo mataifa mengine yataiga mfano huo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, kupitia chapisho ambalo ameweza kulichapisha kwenye mitandao ya kijamii, akimpongeza rais wa Marekani kwa ujasiri wake mkubwa na kuwapongeza wanajeshi wa Marekani kwa ujasiri mkubwa wa kuweza kumkamata Nicolas Maduro, na kudai kwamba hii ni moja ya operesheni ya uhuru na haki ya kuweza kutafuta haki duniani katika mataifa kadha wa kadha ambayo yamekumbwa na masuala ya uongozi usio bora, huku rais wa Marekani Donald Trump akiidhinisha kukamatwa kwake kwa kusema kwamba Maduro atakwenda kushtakiwa kwa tuhuma za uhalifu wa magenge ya madawa ya kulevya moja kwa moja katika mahakama nchini Marekani. Sasa basi, Netanyahu yeye mwenyewe pia anakabiliwa na kesi kule ICC ya uhalifu wa kivita kutokana na mauaji ya halaiki ambayo yamefanyika katika ukanda wa Gaza. Hivyo basi, kumpongeza kwake Trump ni kama vile kuonyesha mshikamano na Marekani dhidi ya vitendo vyake vya kuweza kuingilia madaraka ya ndani ya nchi husika. Mtazamaji wa Zone Media, basi kwa taarifa zaidi siku hii ya leo utakuwa nami wakati wote, ambapo utakwenda kujua yote ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.